inda dhikri salihina tanzilu rahmat. Samai ni kitu kilichowekwa na watu wema. Wakitajwa watu wema, rehema zinashuka. Duniani hapa sisi tunaishi kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, lakini peponi pia tutaingia kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, si kwa amali zetu. Kwa hiyo mambo haya yamewekwa ili tuzipate rehema ya Mwenyezi Mungu. Watu wema ni kina nani? Watu wema kwa maelezo ya Ibn al-Qayyim ni watu waliokuwa wamekusanya sababu tatu. Sisi tuko hapa kwa ajili ya watu wema, lakini Ibn al-Qayyim anatuambia watu wema ni wale wenye sifa tatu. Kila Muislamu aondoke na sifa hizi tatu, akizisimamia basi atapata daraja ya watu wema. Ingawa ukitoka daraja la watu wema unaingia kwenye daraja la mawali wa Mwenyezi Mungu, lakini kwanza unaanza na watu wema. Sababu ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizokupa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu ana neema ya uhai, ikafika mahala ukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai uliopewa na Mwenyezi Mungu. Kuna watu wamezaliwa uhai wao ni siku moja tu, baada ya siku moja kupita amekufa. Lakini leo unahesabu mimi na miaka 60 na miaka 70. Ile ni kitu unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu kwa mali aliyokupa. Na kumshukuru Mwenyezi Mungu kimali ni kuitoa ile mali katika zile haki zinazotakiwa, ikiwa ni wakati wa zaka, ikiwa ni sadaka, ikiwa ni kuangalia mafukara. Umshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Lakini vile vile katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa afya. Afya, mwanachuoni mmoja kule Tanga akiitwa Sheikh Muhammad Ayub aliandika kitabu kidogo, akasema la ni'mata a'zama min as-siha, hakuna neema kubwa kuliko afya. Kwa hiyo afya ukiipata umshukuru Mwenyezi Mungu. Na watu wako hospitalini sasa wametundakiwa drip, hawana afya, wanatamani mambo mbalimbali lakini inashindikana. Kwa hiyo kumshukuru Mwenyezi Mungu ni sababu ya kupata wema. Huu ni kwa mtizamo wa dini ya Kiislamu. Kila watu wana mitizamo yao. Kwa mtizamo wa dini, mtu anakuwa mwema kwa mtizamo wa dini kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la pili, sababu ya pili, maana neema ni nyingi, nikizihesabu sitaziweza. Wa in ta'uddu ni'matallahi, tuchukueni tu kwamba kila mtu aliyopewa neema ya aina yoyote, hata neema ya cheo, ukipata cheo pia umshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio maana wanachuoni wamekwenda mpaka wamefikia kwamba kuna zaka ya cheo. Mtu akipata cheo basi atoa zaka ya kile cheo kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sina uwezo wa kuzieleza neema zote, ila tuondokeni na sababu ya kwanza ya mtu kuwa mwema ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu ya pili ni subra. Sisi tunatakiwa tusubiri. Subra ndio kitu chenye malipo mengi. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakuna malipo mengi kama ya subra. Subra katika nini? Subra katika majanga yaliyotupata, ikiwa ni subra katika maradhi. Kwa sababu kitu kikiandikwa na Mwenyezi Mungu kukupata kitakupata, hakina budi. In sabarta jarata alayka almaqadir wa anta maajur, wa in jaza'ta jarata alayka almaqadir wa anta maazur. Mwenyezi Mungu akikupa balaa lolote ukasubiri ukaridhia, basi utakuwa radhi na Mwenyezi Mungu. Lakini ukipata balaa alafu kawa ukalalamika, utapata machukivu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo subra ni katika sababu ya pili aliyoeleza Ibn al-Qayyim kwa mtazamo wa Uislamu, ni jambo la kumfanya mtu awe mwema, subra. Lakini kuna subra juu ya jambo unalolipenda usilolipenda. Mwanadamu anaishi, kuna mambo mengine anayapenda, mengine hayapendi. Yale asiyoyapenda pia afanye subra.
Kuna subra katika mambo ambayo hukuyazoea. Unaweza ukazaliwa Dar es Salaam ukahamishwa kikazi uende Mwanza. Ukifika tabia za watu wa Mwanza sio kama za Dar es Salaam. Dar es Salaam naweza mkataniana katika mambo ya mbalimbali mkacheka, lakini kule watu wako serious. Kwa hiyo ukifika kule uwe na subra. Sehemu ambayo hukuizoea uwe na subra. Lakini kuna subra juu ya taa. Mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhani unakuja. Masaa 12 mtu huli chakula, ufanye subra katika taa. Ni sababu ya pili inayomfanya mtu akawa mwema. Namaliza mbele ya wazee wetu, tuwezi kusema maneno mengi sana. Namaliza sehemu ya mwisho ni al-istighfar. Sisi tumeambiwa ni watu wenye makosa mengi. Kullu ibn Adam khata'un wa khairul khata'ina. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia likulli da'in dawa'un wa inna dawa'a adh-dhunubi al-istighfar. Kila ugonjwa una dawa yake, lakini dawa ya madhambi ni istighfar. Mtu kumstaghfiru Mwenyezi Mungu ndiyo dawa yake. Ndio maana Qur'ani kasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum bidirara wa yumdidukum bi amwalin. Istighfari na faida kubwa sana. Istighfari ndio maisha ya mwanadamu. Mtume mwenyewe hana dhambi yoyote, lakini kwa siku anamtaka msamaha Mwenyezi Mungu mara 100. Je, sisi ambao tumeshaambiwa ni khata'in tunatakiwa tutake msamaha zaidi ya mara 1000. Kwa hiyo sababu hizi 3 amezieleza Ibn al-Qayyim kwamba ndio sababu za kupatikana watu wema. Sisi tuko hapa katika jambo kubwa kabisa, katika jambo ambalo limewekwa na watu wema, na sisi tunawataja ili zishuke zile rehema. Tutaishia hapa duniani, lakini peponi pia tunaingia kwa rehema. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.